نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Waheshimiwa watukufu Islamu, sifa zote kamilifu ni zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ziada na rehma na amani za Allah zimfikie kipenzi chetu, mwalimu wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, yeye na alize na sahabaze na waumini wote kwa ujumla wataufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya Kiyama. Nasi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa watu wema watakaoshikamana na mwenendo na desturi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watukufu Islam, maisha mazuri ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika katika kumcha Allah ndiyo kufaulu kwetu hapa duniani, kesho kaburini, hadi hiyo siku nzito ya Kiyama. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema baada al-isti'adha: walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum, tuliwahusia wale ambao tuliwapa kitabu kabla yenu, na tunakuhusieni na nyinyi muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu Islamu, kama kawaida siku yetu hii ya leo, katika kila wiki baada salati al-maghrib tunakuwa na program ya darsa letu la tarbia, sawa na sehemu ambayo tutakuwa tumesimama wiki iliyopita. Wiki iliyopita, watukufu Islamu, tulikuwa tunazungumzia haqqullahi ala al-ibadi, haqqullahi ala al-ibadi, haki za Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Bimaana haki za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo sisi waja wake, sisi binadamu, tuzimtekelezee Mola wetu Allah tabaraka wa ta'ala. Hayo ndiyo ambayo tumezungumzia wiki iliyokwisha. na tukawa tumefikia sehemu
nzuri maneno ya Ibn Kathir rahmatullahi alayhi. Qala Ibn Kathir rahimahullah, قال ابن كثير رحمه الله حول هذه الآية: Imam Ibn Kathir Allah amrehemu, katika maneno yake anazungumzia kuhusu kiini cha aya hii ya Allah tabaraka wa taala. Aya gani? Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an: ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, enyi watu muabuduni Mola wenu ambaye ndiye kakuumbeni, walladhina min qablikum, na akaumba waliokuwa kabla yenu. Sisi na waliokuwa kabla yetu sote tuliumbwa na Allah tabaraka wa taala, la'allakum tattaqun, ili mfikie katika uchamungu. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. Mwenyezi Mungu huyo alijalia ardhi kuwa ni tandiko kwenu, katandika ardhi. Sawa, leo tunaitembelea katika kutekeleza harakati zetu tofauti. Wasamaa binaan, na akajalia mbingu kuwa ni jengo kwenu. Wa anzala minas samai maa, na akakuteremshieni maji. Anzala minas samaa maa, kakuteremshieni kutoka kwenye mbingu maji. Fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, yale maji ikawa sababu kukutoleeni ardhini matunda na mimea ambayo ikawa ni riziki kwenu. Fala taj'alu lillahi andada, huyo aliyetekeleza hayo anasema Allah, msimjalii Mwenyezi Mungu wa miungu wengine pamoja na Allah tabaraka wa taala. Wa antum ta'lamun, na ili hali mnajua kama Allah subhanahu wa taala ndiye aliyekuleteni hapa duniani. Hiyo ndio aya tuliyosoma wiki iliyokwisha. Qala Ibn Kathir rahimahullah hawla hadhihi al-aya ma khulasatuh. Imam Ibn Kathir Mwenyezi Mungu amrehemu anazungumzia kuhusikana na malengo na kiini cha hii aya ya Allah tabaraka wa taala. Makusudio Mwenyezi Mungu amekusudia nini? Anasema kwamba shara'a tabaraka wa taala fi bayani wahdaniyati uluhiyya. Allah subhanahu wa taala katika hii aya kwanza ametushareheshea na kupambanua kuoneshana na kuhusikana na umoja wa uungu wake, bimaana kuonesha kwamba yeye Allah ndiye yeye Mungu wa pekee na yeye ndiye muabudiwa wa pekee. Liannahu ta'ala huwa almun'imu ala ibadihi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kuneemesha waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala
Yeye ndiye mwenye kuneemesha. Hakuna neema ambayo unayoiona wewe isipokuwa imetoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hakuna neema ambayo unayofikiria wewe isipokuwa imetoka kwa Allah tabaraka wa taala, na zile ambazo hujazifikiria, kwa sababu sisi kama binadamu tulipokuja hapa duniani kuna zile neema ambazo tunaziona na kuzifikiria, na kuna neema ambazo Allah ametuneemesha binadamu bado hatujafikiria kuwa ni neema, wakati ni neema. Na nitakupeni mfano. Miongoni mwa neema ambazo wanadamu huwa tunazifikiria na kuziona, mojawapo ni neema ya macho. Binadamu anapotazama, alhamdulillah, anaona hii ni neema imetoka kwa Allah tabaraka wa taala, si ndio jamani? Ingine neema ya masikio. Binadamu unaposikia unaona hii ni neema iliyotoka kwa Allah tabaraka wa taala. Neema ya chakula, neema ya siha, hizi ni neema ambazo binadamu sisi tunazifikiria. Lakini tusisahau kuna neema ambazo Allah ametuletea sisi wanadamu wala hatujawahi kuzifikiria, na wakati hizo ni neema, bali muda mwingine mwanadamu ufikiria kuwa ni adhabu, kumbe subhanallah ni neema ambayo Allah amekuneemesha. Mmoja wapo maumivu. Maumivu ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kusikia maumivu, kuhisi maumivu, hiyo ni neema ambayo mtu hauifikirii, miongoni mwa neema za Allah tabaraka wa ta'ala. Na ukitaka kugundua kama maumivu ni neema, kuna watu wanapatwa maumivu Sheikh, wanapata maradhi, afwan, maradhi yanawasibu, hasikii maumivu, lakini kadiri siku zinavyokwenda mbele mwili unaenda unadhoofika. Kila mtu akimwona, fulani mbona anakwisha, fulani kabisa anakwisha. Muda mwingine hata anakutana na mwenzake na subhanallah, mbona unakwisha, unaumwa? Ati wallahi mimi sinashangaa. Mwili unaondoka Sheikh, ana maumivu Sheikh, hasikii lolote. Kwenda hospitali wapi? Dakika ya mwisho wanatazama maini yote yamekwisha oza. Alikuwa sikii shekhe, maini yameharibika, utumbo umeharibika shekhe, mtu amekonda, hana maumivu wala nini shekhe, mwili unazidi kudhoofika shekhe. Anaonana na daktari anamwambia sehemu ambapo umefikia hakuna uwezekano wa wewe kupona. Kwa nini? Ile neema ya maumivu hakuwa anaisikia, hakuwa anaihisi, anazidi kudhoofika. Huyu mtu alipoonana na daktari anamhakikishia sehemu ambayo umefikia, subiri, tunaenda umwabudu Mola wako na ujitahidi ule vizuri, jitahidi ufanye sporo, usubiri kadari ambao Mungu alikuandikia. Hakuna kitachotoka. Mtu anakaa mpaka siku zake zinafika, anaondoka. Nini? Alikosa ile neema ya maumivu Sheikh. Ile neema angeipata, angekuwa na hisi yale maumivu mapema, haraka sana angeenda kuonana na daktari, si ndio jamani? Na daktari angemhakikishia sehemu fulani inaanza kuharibika, tumia dawa hii na hii na hii na hii, huende kwa sababu yeye kupona. Kwa kukosa ile neema ya maumivu, tayari ikawa sababu yeye maisha yake kuwa yamefikia ukingoni. Sasa ulizo linakuja, nani tayari katika maisha yake aliwahi kufikiria kwamba maumivu ni neema miongoni mwa neema za Allah tabaraka wa taala? Maumivu Sheikh, neema miongoni mwa neema za Allah. Nani amekaa chini akafikiria kama hiyo ni neema? Hakuna Sheikh. Kuna wakati unapatwa maradhi, jipu linakuota huku ndani kwenye sikio kabisa Sheikh, jipu linaharibu na mengineyo, wewe husikii Sheikh, mwili unadhoofika, mtu anakonda Sheikh, kwenda kupima hivi tayari na mengine yameharibika, subiri siku zako. Kwa kukosa ile neema ya maumivu, inakuwa ni sababu ya wewe kutoweka katika maisha haya ya dunia na kumwitika Allah. Hizi ni zile neema ambazo binadamu hatujawahi kuzifikiria katika maisha yetu. Sawa? Ndiyo maana Imam Ibn Kathir akasema hivi,
Allah tabaraka wa taala yeye ndiye anayeneemesha waja wake, lakini neema ya kwanza biikhrajihim min al-adami ila al-wujud. Allah amekuleta duniani kabla hujakuwa duniani. Kabla hujakuwa duniani Allah akakuleta duniani. Bimaana ukitazama mwaka uliozaliwa 1982 mfano, au 1991, 1975, kabla ya 1975 wewe hujazaliwa, kuna watu walikuwa katika maisha ya dunia. Wewe ulikuwa bado haupo, ulikuwa wapi? Na ni nani aliyekuleta kabla ya wewe kuwa haupo katika hii dunia? Ni Allah tabaraka wa taala. Sawa? Na inapofikia siku zako za mwisho lazima uondoke, umuitike Mola wako Allah tabaraka wa taala, si ndio? Ibn Kathir anasema huyu aliyekuleta kabla hujawahi kuwa hapa duniani, huyo ndiye anastahili kuabudiwa yeye peke yake na kupekesha yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kaendelea akasema wa isbaghihi alayhim an-ni'am zahiratan adh-dhahira wal-batina. Na Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa taala amekamilisha neema zake kwa waja wake, neema za nje na neema za ndani. Wa annahu al-khaliqu ar-raziqu maliku ad-dari wa sakiniha. Na Mwenyezi Mungu anastahili kuabudiwa kwa sababu yeye ndiye mfalme mwenye kuruzuku, mwenye kuumba, mwenye kumiliki nyumba na vinavyokuwa ndanimo. Tulitafsiri haya maneno tukasema Allah anamiliki nyumba. Makusudio ya nyumba ni hii dunia. Hakuna kitu ambacho kiko kinyume au nje ya mulki ya Mwenyezi Mungu, na vyote vinavyoishi duniani viko chini ya mulki ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Na tunapozungumzia vinavyoishi duniani, usitazami tu wanadamu na minyama. Kuna viumbe vinavyoishi chini ya ardhi. Hivyo vyote riziki yake iko kwa Allah tabaraka wa taala. Baharini kule, ndani ya maji kule, kwenye giza, kwenye rindi la maji, kuna viumbe kule kwenye maji, hadi kule chini kabisa. Hata ukichukua ule mchanga ukiinua hivi, si ajabu ukaona kuna aina za samaki zinatoka chini ya maji. Hao wote Allah tabaraka wa taala ndiye anayewaruzuku, anamiliki dunia na vilivyokuwa vyote. Na hapa tukatoa mfano tukasema, wallahi ni jambo la kusikitisha Sheikh, kumuona mwanadamu anatoa lawama kwa Mwenyezi Mungu, eti huenda labda mimi Mungu amekwisha nisahau. Hapana Sheikh, hajasahau mdudu unaokuwa chini ya ardhi. Waulizeni wakulima Sheikh, anapiga jembe ardhini akiinua kokoto kule kwenye ardhi kule Sheikh, kuna tumidudu tudogo Sheikh, wadudu wadogo wadogo wanaruzukiwa na Allah tabaraka wa taala. Vipi aruzuku viumbe wadogo kama waliofichama katika ardhi? Akusahau wewe mwanadamu mwenye mwili mkubwa unatembea juu ya mgongo wa ardhi? Haja kusahau Allah. Lakini mitihani ni sehemu ya nini? Ni sehemu ya maisha. Aya tuliyozungumza wiki iliyokwisha, Allah hajakuleta duniani eti utaishi maisha mazuri tu. Kuna kipindi cha mitihani Sheikh, na kuna wakati pale ambapo nafsi yako inatoa macho, ndio Allah anakupa mtihani. Yule mtoto unayempenda kabisa, Allah anamchukua na kutazama wewe mwanadamu, vipi utapokea hichi kitendo cha Allah tabaraka wa taala. Na anapokupa mtihani si kwamba anakuchukia. Kukupa mitihani si kwamba Allah anakuchukia. Kuna wakati kukupa mitihani Allah inakuwa kuna khairi na neema kwako, kama jinsi tuliyabainisha wiki iliyokwisha katika darasa lililokwisha. Fabihadha yastahiqu an yu'bada wahda. Ibn Kathir anasema ukitambua kama Allah ndo anafanya haya, amekuleta kabla wewe hujawa hapa duniani, anaruzuku hata vilivyokuwa chini ya nini? Ya ardhi. Kumbe ni wewe kuelewa kwamba yeye ndiye anastahili kunini? Kuabudiwa. Wala yushriku bihi ghayru, wala asishirikishwi na chochote. Wa bihadha
qala Allah, na kwa hayo ndiyo maana Allah akasema fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, msimjalie Mungu miungu mingine na ili hali mnajua kuwa haya yote yeye peke yake ndiye anayafanya. Usimwabudu Mungu pamoja na miungu ambayo hayana uwezo wa kufanya haya. Usimwabudu Allah pamoja na miungu mingine na ili hali unajua mwenye uwezo na anayefanya haya ni Allah tabaraka wa taala. وقال الله تعالى أيضا ناكسم بيا الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, sikuwaumba wanadamu na majini isipokuwa kwa ajili ya wao waweze kuniabudu mimi Allah tabaraka wa taala. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال, na katika sahihi Bukhari na Muslim kuna hadithi ya Muadh ibn Jabal, Mwenyezi Mungu amridhie, hakika anasema qala sallallahu alayhi wasallam, mtume wa Mwenyezi Mungu anasema kuntu radifa an-nabi sallallahu alayhi wasallam ala himari, hadithi ambayo ni ya Muadh, Mwenyezi Mungu amridhie. Muadh anasema siku moja nilikuwa nimepandwa katika kipandwa pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu. Kuntu radifa bimaana rakibun khalfahu, nilikuwa nimepandwa katika kipandwa pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu lake. Faqala li, mtume wa Mwenyezi Mungu akawa amenambia, ya Muadh, ewe Muadh, atadri ma haqqullahi ala alibadi, je, unajua ni zipi haki za Allah kwa waja wake? Wa ma haqqul ibadi ala Allah, na ni zipi haki za waja kwa Allah? Ewe Muadh, unajua ni zipi haki za Allah sisi waja wake tumtekelezee, na ni zipi haki zetu sisi waja yeye Mola wetu Allah tabaraka wa taala aweze kututekelezea? Huyu ni mtume anamuuliza sahaba wake radhiyallahu anhu Muadh ibn Jabal. Faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Muadh akamjibia mtume akasema, hakika Mwenyezi Mungu na mtume wake ndiye wanajua. Bimaana yeye hajui haki za Mungu kwa waja wake na wala hazijui haki za waja kwa Mola wao. Akamjibu mtume, hakika Allah na mtume wake ndiye wanayejua. Mtume akamwambia, fa inna haqqa Allahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, hakika haki ya Mwenyezi Mungu waja wake waweze kumtekelezea, wamwabudu Allah yeye peke yake, wala wasimshirikishi na chochote. Ibada zako zitekeleze kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, sala zako ziwe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, funga zako zijalie kuwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kisha Waislamu, wallahi na kuibieni siri, utapojitahidi kutekeleza hizi ibada, jitahidi uwe na ibada zako za wewe na Mola wako, za siri kati yako wewe na Mola wako Allah tabaraka wa taala. Jitahidi uwe na ibada zako za siri baina yako wewe na Mola wako. Kuna zile ibada ambazo watu wanaziona, umekuja umeswali, imamu ametusalisha tumemuona, alhamdulillah, maamumu walisali tuliwaona, hizi zinaonekana. Lakini jitahidi uwe na ibada ambazo ni za siri baina yako wewe na Allah tabaraka wa taala. Na ndo mara nyingi utawaona wacha Mungu hawaishi katika hizi ibada za dhahiri, wanasimama na ibada za siri wanazitekeleza shekhe baina yao wao na Mola wao tabaraka wa taala. Mmoja katika wema waliotutangulia alikuwa iko na ada, kila
inapofika usiku, mmoja katika wema waliotutangulia, kisa maarufu, anatembelea nyumba za maskini. Akifika mbele ya mlango, anaacha furushi ya chakula, ngano, sijui pana mambo gani mle ndani. Anaenda na katika nyumba, kila wakiamka asubuhi wanakuta kuna chakula. Wanakuwa najiuliza, nani ndio anatekelezaga? Hawajui shehe. Walikuja kumjua siku alifariki, na ndio siku ile sadaka ikakatika. Wakafika wanajua, hii sadaka ni fulani. Kuanzia siku aliyokufa ndio siku ile sadaka haikurudi kuonekana katika majumba yao. Hizi ibada tujitahidi tuwe nazo, na inakuwa ni siri, na ni moja wa sababu za wewe kuzidi kufanikisha katika mambo yako. Hapa masjidi napenda kutoa mfano, na hii nautoa kwa sababu waliokuwa wanatekeleza hizo ibada hivi hawapo. Kuna watu tulikuwa nao katika masjidi hii, wako na ibada zao walikuwa wanatekeleza msikitini katika haya mambo. Walikufa tu hapa ghafla. Wallahi ilikuwa ni ibada baina ya wao na kiongozi, na huenda labda kiongozi alikufahamisha kwa sababu ni lazima utajua tu, ililazimika. Kama ingekuwa kuna uwezekano isilazimike kujua, na wewe kiongozi usingejua kitu fulani, alhamdulillah kitu fulani, kumbe ni sadaka, zile sadaka zao. Sawa. Pana mzee wetu mmoja alifariki hapa karibuni. Hichi kisa ni kisa cha mazingatio. Alikuwa iko na ada, anapoketi kama kawaida baada ya sala ya Isha, anaketi kwenye ligala, wanapumzika kidogo, wanazungumza mpaka saa 4 saa 5, anaenda nyumbani kwake kupumzika. Akifika nyumbani kwake, anakutana mke wake amemtayarishia chakula, si ndio jamani, chakula cha usiku. Alikuwa akimaliza kusali ile Isha hapa msikitini, haendi nyumbani kwake, anaenda kwanza kupumzika pale kwenye ligala, kwenye kijiwe kidogo, mpaka saa 4 ndio anaenda nyumbani kwake. Kile chakula chake alikuwa hali chakula, isipokuwa kabla ya kula anachukua sehemu, anakata kwenye sahani, anapelekea paka barabarani, anapa paka pale, paka inakuja inakula. Anaweka tu pale, asubuhi akija haoni kile chakula, kesho tena hivyo. Zile paka zikazoea ritme. Hapa panapatikanaga riziki usiku. Ikifika ile mida zinaenda pale zinatizama, mwisho zikamzoea, kumbe huyu ndo anatuletea chakula. Sawa. Ikawa ikifika saa 4 ya usiku, kama tapita hapa 0:30, zinajua hizo ndo njia yake. Zile paka mbili zinaenda pale, zinasubiri, zinazunguruka. Mzee anatoka kule kwenye kijiwe, anakuja taratibu. Zikimuona tu zinaenda zinamzunguruka, moja mbele inarudi huku, inarudi. Mzee akifika tu ndani kwake, hali isipokuwa kwanza anachukua sehemu, anaenda nazipa zile paka mpaka zikamzoea shekhi. Wallahi huyo mzee tunaongea ni aljamaa hapa hivi, amemwitika Allah tabaraka wa taala. Kuna watu wana ibada za siri shekhi, mnawaona tu, lakini wako na ibada zao ambazo ni sababu ya wao kufanikisha. Tujitahidi katika maisha tuwe na zile ibada ambazo zitakuwa baina yetu sisi na Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni siri yako. Huyu mtu alipomwitika Mwenyezi Mungu, naambia hawa viumbe hawakusikitika, lazima wasikitike. Mbona hizi siku tumuone? Hii ni ibada yake mzee alitekeleza miaka shekhi. Kila anapokwenda usiku nyumbani kwake, mpaka zilikuwa zinamzoea. Ikifika mida ya saa 3:30 saa 4, zinaenda kumtinga kuzero, na yeye akija tu zinamfuata, zinamzunguruka. Anaingia wani kwake, anafunua chakula, anatayarisha kidogo, anaenda anazipa zile paka, alafu ndo anaenda kula na yeye, zikamzoea hivyo. Allah tujalie tena ibada za siri. Ni moja katika mafanikio ya wewe hapa duniani mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama gisi nilisema, kuna wazee wetu wengi hapo walifanya mambo mengi ambao hawakutaka hata wajulikane, na Mwenyezi Mungu awazidishie waliomuitika Allah na ambao bado wangali hai. Baada ya hapo, watukufu Islam, sahaba akamjibu mtume wa Mwenyezi Mungu, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mungu na mtume wake ndo wanajua ni ipi haki ya Allah
waja wamtekelezee, na ni ipi haki ya waja Mola wao Allah tabaraka wa taala watekelezee. Pale pale mtume akamwambia Muadh, fa inna haqqa Allahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, hakika haki ya Allah kwa waja wake ni waja wa Mwenyezi Mungu kumwabudu Allah peke yake, wala wasimshirikishi na chochote. Jitahidi ndugu yangu Muislamu, pamoja na uzito wa maisha, pamoja na maisha kuwa magumu, usimshirikishi Mola wako hata siku moja. Usifanye shirki ndugu yangu Muislamu, kwa sababu shirki inaporomoa matendo ya mwanadamu na kumtoa katika nini? Katika Uislamu, na unakuwa umevunja haki ya Allah tabaraka wa taala. Ni mfano wewe, Allah amekuruzuku mtoto alhamdulillah, umemsomesha, umemlea mpaka gisi na yeye akaja kupata. Huenda labda umemlea katika maisha mazito, matatizo, umekopesha, kula kwako kulikuwa shida shekhe, haukupendeza kwa ajili ya mtoto wako asome, haukuvaa nguo ya thamani kwa ajili ya mtoto wako shekhe apate elimu bora. Kisha ule mtoto anapokuwa mkubwa sasa, Allah anamfungulia, anafika na kukandamiza wewe mzazi wake. Siku moja unakuja, mvua inanyesha kabisa shekhe, umeruwana sawa sawa, yuko kwenye gari, wewe haujui kama ni yeye. Sasa unavuka barabara na gari yake inakukosea kidogo pale, alafu anabana breki, anateremsha kioo, anakutazama, mnakutanisha macho. Mtoto wako shekhe yuko kwenye gari, umeroana ndembe shekhe. Kisha baada ya kuteremsha kioo, Sheikh Jaafar anafika, anakipandisha taratibu, anaendelea. Mtoto wako uliyezaa na kutendea hayo, utajihisi aje moyoni mwako? Huyo ni binadamu. Niambie sasa, wewe Allah tabaraka wa taala alikuleta kabla ya wewe haujawa hapa duniani, akakustiri miezi 9 tumboni, akakuruzuku macho, kakuruzuku masikio, sawa, kakupa umbile lizuri, ukazaliwa kwa rehema zake, familia ikafurahi, bado akazidi kukupa neema mpaka leo unaonekana ni mtu ukipita barabarani. Kisha matatizo, unamwacha Allah, unaenda kwa mwanadamu akutazamie. Kwa nini maisha hizi siku hayaongoki? Ndio maana Allah ameweka shirki ni katika mambo ambayo yanabatilisha matendo ya mwanadamu na kumfanya mtu awe wa motoni ikiwa atakufa bila kutubia. Sawa? Allah hajaumba dunia ambayo utaishi katika starehe miaka yote. Amna shekhe. Allah anasema katika Qur'an, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hivi wanadamu wanafikiri watasema tu tumeamini pasina kupewa mitihani? Iwezekani shekhe, lazima utapewa mitihani shekhe, na mitihani ni sehemu ya maisha. Lakini jitahidi kama binadamu, pambana na nafsi yako shekhe, pamoja na uzito wa maisha, pamoja na mambo yako kukataa, pamoja na matatizo, lakini usimshirikishe Allah tabaraka wa taala. Ndio maana mtume akamwambia Muadh, haqqullahi ala al-ibadi, ya Allah waja wake wamtekelezee, ayabuduhu wala yushriku bihi shay'a, wamwabudu Allah peke yake wala wasimshirikishi na chochote. Kisha mtume akasema, wa haqqal ibadi ala Allah, na haki za waja Mola wao Allah tabaraka wa taala awatekelezeye, an la yuadhiba man la yushrik bihi shay'a. Mwenyezi Mungu katika haki zetu Allah tutekelezee, asimuadhibu yoyote ambaye hakumshirikisha. Madama sisi hatujamshirikisha Allah, ni haki yetu Allah asituadhibu hiyo siku ya Kiyama. Hii ni hadithi ya mtume.
madama hujatenda kitendo cha shirki, ni haki yako wewe mwanadamu Allah asikushirikishi kwa lolote. Muadh ibn Jabal aliposikia maneno, ikiwa mwanadamu hajatenda tendo lolote la shirki, basi sio haki ya Allah kumwadhibu. Muadh akamwambia, faqultu ya Rasul Allah, akafurahi akamwambia mtume wa Mwenyezi Mungu, afala ubashiru nnas, je, nende nikawape habari njema? Kumbe madama hatujafanya shirki, Mwenyezi Mungu hana haki ya kutuadhibu. Mtume akasema, la, usiwaambie hilo jambo, la tubashiruhum, usiwaambie hizo habari. Fayattakilu, bimaana fayatamidu alaiha, ukiwaambia basi watashikamana tu na hilo jambo, hawatamshirikisha Mungu, hawatawaonaga msikitini, hawatatoaga sadaka. Siwashasikia kumbe Mungu tukimshirikisha ndiye anatuadhibu. Madama hatujamshirikisha hana haki ya kutuadhibu. Kumbe acha tupambane, tujiziwie na shirki. Sala hautawaona, funga hawatafunga, sadaka hawatatoa Sheikh, wao watashikamana na kujizuia tu na shirki. Mtume akamwambia usendi kuambia, watashikamana na hilo tu, wataacha mengine. Sawa watukufu Islamu. Wal ibadatu fil asli, na asili ya neno ibada, tuko tunazungumzia haki za Mwenyezi Mungu sisi waja wake tumtekelezee. Na asili ya neno ibada al-khudhu' wa at-tadhallul, ibada ni kumtii Allah, utiifu na kujidhalilisha. Wallahi ibada watukufu Islam ni kutii na kujidhalilisha. Tazama mwanadamu pamoja na umbile lake lizuri, Allah amemkirimu uso, alhamdulillah, lakini na uso wako unateremka chini, unasujudu. Hapo ni kujidhalilisha mbele ya Mola wako Sheikh. Muda mwingine unafika msikitini pamejaa, unasalia nje pale Sheikh, unateremka taratibu, uso unaweka kwenye udongo Sheikh. Hiyo ndio ibada Sheikh. Al-khudhu' kutii, wa tadhallul na kujidhalilisha Sheikh. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Imamu anaanza kusoma, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Kuna wakati imamu Sheikh anakokota, wewe uko nyuma umefunga mikono yako, sheria ikuruhusu kufungua na kurukuu. Paka pale yule imamu yeye pekee atajisikia, acha sasa ni rukuu, Allahu akbar, na uwe na randevu yako, na uwe na mission yako, lakini utatekeleza na utasubiri imamu akirukuu na wewe ndio unarukuu kwa haraka. Huyu ni udhalili, na kama hajarukuu hauruhusiwi kurukuu, huyu ni udhalili. Lakini ndio ibada hiyo, kujidhalilisha kwa Mola wako Allah tabaraka wa taala na kukubali unyenyekevu kwa Allah tabaraka wa taala. Wal ibadatu al-ma'muru biha hiya kama qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na ibada ambayo sasa imeamrishwa ndiyo ambayo amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika tafsiri, akasema ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibada ni neno pana ambalo limekusanya kila anachopenda Allah na kakiridhia. Hicho kinaingia katika nini? Katika neno ibada. Watukufu Islam, tuko tunazungumzia haki za Allah kwa waja wake, bimaana sisi waja tumtekelezee Mola wetu. Tukasema haki ya kwanza ni kumwabudu yeye peke yake, wala usimshirikishi Mola wako na nini, na chochote. Ijapo maisha yatakucheza, ijapo maisha yatakuwa magumu, jitahidi haki ya Allah itekeleze, umwabudu yeye peke yake. Na ukiivunja, umevunja amali zako, na ni moja wa sababu za kuingia motoni. Sawa? Wa huququllahi ala ibadihi tatamathalu fil ati, na haki za Mwenyezi Mungu kwa waja wake zinaambatana na haya yafuatayo: al-imanu bihi subhanahu wa ta'ala, kwanza tumwamini Allah tabaraka wa ta'ala.
Qala Allahu ta'ala, ushahidi Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, aminu billahi wa rasulih, muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, na mtowe vile ambavyo Allah amekujalieni muweze kuvimiliki, muweze kuwa wasimamizi wa vitu hivyo. Na hii aya inatupa faida ya kwamba mwanadamu japo una mali, lakini tambua zile mali ni za Allah tabaraka wa taala, wewe ni msimamizi tu. Allah anasema katika Qur'an, aminu billahi wa rasulih, mumwamini Allah na mtume wake, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, na mtowe vile ambavyo Allah alikujalieni mu wasimamizi. Mali ambazo unamiliki wewe ni msimamizi, lakini ni za nani? Za Allah. Kisha Allah akasema, falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, yule ambaye ameamini miongoni mwenu kisha akatoa vile ambavyo Allah amejalia kuvisimamia, yuko na ujira mkubwa. Huna fihi faida, hapa tunapata faida. Faida ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, kwanza mali, imani inaenda na kutoa. Hapo waje imani ya bila kutoa? Imani na kutoa ndio vinaambatana, shekhe. Na ndio maana ukitazama masahaba katika desturi yao wametoa, shekhe, walitoa vyao. Umar bin al-Khattab alikuja na nusu ya mali yake yote akaitoa kwa ajili ya Allah. Abu Bakr Siddiq alitoa mali yake yote, shekhe. Mtume anamuuliza, umeachia nini familia yako? Abu Bakar anamjibu anasema, taraktuhumullah wa rasulahu, nimewaachia Mungu na mtume. Mali yake yote ametoa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Bimaana imani na kutoa ni vitu viwili vinaenda sambamba, shekhe. Hakuna imani ya kusali tu kisha hautoaji, hapana. Ushahidi, Mwenyezi Mungu anasema, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu, baada ya kuamini Mungu na mtume, na toweni mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, vile ambavyo Allah amekujalieni visimamie. Toweni, shekhi. Kisha mbele tena anarejelea, walladhina amanu, wale walioamini. Ni watu gani ya Allah? Walladhina amanu, falladhina amanu minkum wa anfaqu, wale ambao waliamini kisha wakatoa. Tizama, kutoa, imani na kutoa, imani na kutoa, lahum ajrun kabir, wako na ujira uliokuwa mkubwa. Jambo lingine katika haki za Allah tabaraka wa taala, kumwamini Allah na tusimshirikishe na chochote. Haki nyingine, watukufu wa Islam, ibadatuhu wahdahu subhanahu la sharika lah, kumwabudu Allah mmoja wa pekee ambaye hana mshirika. Wa tarku ibadati ma siwa, na kuacha ibada zote ambazo ni kinyume na Mwenyezi Mungu. Qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sijawaumba wanadamu na majini isipokuwa ni kwa sababu ya wao kuniabudu, kwa sababu ya wao kunipwekesha mimi Allah tabaraka wa taala. Ndio malengo ya sisi kuja duniani, tumeletwa kwa ajili ya kufanya ibada, shekhi. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na anasema mtume wa Mwenyezi Mungu, Allah msalimishe, haqqullahi ala alibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haki ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake, waja wamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, wala wasimshirikishe Allah na lolote. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, na katika kipengele kingine kuamini majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake. Tukishamwamini Mwenyezi Mungu na kuamini yeye ndiye aliyeumba kila kitu, anayeruzuku vilivyokuwa duniani, angani, baharini, ardhini, tuamini majina yake
na sifa zake, kama waradat fi lkitabi wa sunna, kama ilivyothibiti katika kitabu na sunna, wa kama fahimaha salafu salih, na kama walivyofahamu wema waliotutangulia kuamini majina ya Mwenyezi Mungu. Wadhalika anna Allah subhanahu a'lamu bidhatihi wa asma'ihi wa sifatihi min ghairihi, na hayo ni kwa sababu Allah anatambua kwanza, Allah yeye pekee anajua na anajua sifa, anajijua na anajua sifa zake na anajua majina yake. Mwenyezi Mungu anayo majina, yale majina ya Allah tabaraka wa taala ni wajibu kuyaamini. Sheikh, Mwenyezi Mungu anazo sifa, zile sifa za Allah ni wajibu sisi kuziamini. Sheikh, mfano Mwenyezi Mungu ana macho, si ndio? Zilikuja hadithi zinaonesha kwamba Mwenyezi Mungu anafanya nini? Ana macho. Sheikh, sawa, hii ni sifa ya Mwenyezi Mungu ya kuona. Vile vile ikaja sifa nyingine ya Mwenyezi Mungu, anasikia. Na hapa mnifuate vizuri, kuna sifa za Mwenyezi Mungu ya kwamba huwa samiu, Mwenyezi Mungu anasikia. Madama Allah anasikia, tushajua kama Mwenyezi Mungu katika sifa zake anayo sifa ya nini? Ya kusikia. Sisi kama Waislamu tunaamini kama Allah anayo sifa ya kufanya nini? Ya kusikia. Lakini panakuja sasa ulizo, je, Mwenyezi Mungu ana masikio? Shekha ana etiketi, naam, yuko na masikio. Sasa atasikiaje? Atasikiaje kama ana masikio? Ukisema Mwenyezi Mungu yuko na masikio, tunakuuliza tupe dalili ya kuonesha kama Mungu yuko na masikio. Tupe dalili ya kuonesha kama Mungu yuko na masikio. Unakuwa umeenda kinyume. Shekhe, Mungu amesema anasikia, bimaana sisi tunatosheka kwamba Mungu anafanya nini? Anasikia. Ama ukiletea masikio, hapa je dalili ya kuonesha yuko na masikio? Akili yetu ndogo ya ubinadamu tunajua chenye kusikia lazima kiwe na nini? Na masikio. Lakini kwa Allah sio lazima. Shekhe, kwa nini lazima Allah awe na masikio? Kwa nini sasa unamuongezea hiyo sifa? Lakini kwenye kuona tumesema kama yuko na macho, kwa sababu yeye pekee kuna hadithi zinaonyesha kama Mungu ana macho, anaona na anayo macho. Sawa, hizi sifa za Allah gisi zimekuja tunazikubali bila kumuongezea wala kupunguza wala kumpigia mfano wala kumshabihisha. Hatumshabihishi na viumbe, kwa sababu hapa kuna wanadamu wanaweza kujiuliza, sasa Mungu umesema yuko na mikono. Ndiyo, mikono anayo, zipo dalili Mungu yuko na mikono. Bimaana sasa Mungu anafanana na wanadamu, yuko na macho, yuko na mikono, au ni kama Mungu anafanana na wanadamu? Alafu kule tena wanatuambia laysa kamithlihi shay, hafanani na chochote. Unaanza sasa kuchanganyikiwa. Hapana shekhi, hizi sifa ambazo Mungu amezitaja anazo, sisi kama Waislamu tunakubali anazo, lakini hazifanani na za viumbe vyake. Anayo macho ambayo hayafanani na macho ya sisi wanadamu. Anasikia, sijasema iko na masikio. Anasikia, kusikia kwake hakufanani na kusikia kwa sisi wanadamu. Mimi niko hapa sisikii vya pale nje, lakini Allah tabaraka wa taala anasikia vya humu ndani, anasikia vya nje, anasikia vya Kinama, anasikia vya Kongo, na mdudu chini ya ardhi anamsikia. Kumbe kusikia kwake hakufanani na kusikia kwetu. Hii ya kuonyesha kwamba Mungu kuna sifa ambazo anazo na si wanadamu kuwa nazo, haijamaanisha kwamba Mungu anafanana na sisi. Sifa zake yeye peke ndivyo anazijua ukamilifu wake alivyozipangia Allah tabaraka wa taala. Nadhani tunaelewana jamani. Masha Allah tabaraka rahman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.